Na ikiwa ni Jumatano, ni kujuza tu kila Jumatano tunakuwa hapa na Janet Soka, mchambuzi wa masuala ya uchumi na maendeleo binafsi, akitujuza kuhusiana na mambo muhimu ya biashara, uchumi, uwekezaji ya kufahamu ili kujiendeleza zaidi kiuchumi. Karibu sana Janet Soka. Asante sana Hilda. Na leo zaidi tukijikita katika kutambua hasa nafasi ya kifedha. Kwa nini nafasi ya kifedha ama nafasi ya kifedha ni kitu gani? Kwanza kabisa, kabla sijajibu hilo swali, nianze na swali tu la kutafakari sisi hapa ambao tuko studio na watazamaji kiujumla. Ikitokea chanzo chako cha mapato pengine ni kazi, umeajiriwa, umejiajiri au biashara, na kitu ambacho unakifanya kama chanzo kikuu cha mapato kikasimama, kama ni biashara ukapata hasara, au kama ni kazi ukasimamishwa, au ukatokea tu changamoto kwenye malipo, unahisi utatumia muda gani bila kukopa? Yaani baada ya hicho chanzo cha mapato, pengine ni leo ukaambiwa mwisho wa mwezi huu mshahara hautakuwepo au mapato hayatakuwa vizuri, baada ya muda gani, yani utakuwa na kiwango gani cha fedha ambacho kitaweza kusustain kwa muda gani? Hilo ni swali la kutafakari wewe binafsi, na hapo sasa ndo inatupeleka kwenye kuzungumzia hali ya kifedha, hali halisi ya kifedha kwa ngazi ya mtu binafsi. Kupata fedha au mchakato wa kutafuta fedha inategemea na hali halisi uliokuwa nayo sasa hivi. Na kwa nini tunazungumzia hali halisi ya kifedha? Inatupa mtazamo na inatupa tafakari ya kina kuhusiana na ulipo sasa hivi, unataka kwenda wapi na ufanye nini kwa usahihi ili uweze kupata matokeo. Na hiyo ndo sababu kubwa hasa. Sasa unawezaje kutambua kuhusu nafasi yako ya kifedha baada ya kutafakari? Unaweza ukatambua hali yako ya kifedha katika maeneo tofauti tofauti. Tunasema hivi ni vipimo kwa ngazi ya mtu binafsi ili uweze kujua hali yako ya kifedha. Kipimo cha kwanza ni akiba. Akiba, ule uwezo wa mtu kuweka akiba, na hapa tukizungumzia akiba tunamaanisha kiasi kinachobaki baada ya matumizi yako ya kila siku. Unajua wakati mwingine kupata fedha inaweza ikawa ni si changamoto kubwa sana kama kuibakisha kwa ajili ya matumizi ya baadaye, na kwenye akiba inakusaidia katika mambo mbalimbali. Kwanza kabisa unajua mtu mwenye akiba Hilda, akiba ina faida tuku tatu. Faida ya kwanza ya akiba inakusaidia wewe kutumia fursa zilizopo kwa muda na wakati huo. Unajua kwa mfano mwezi wa kwanza mtu anakwambia gari yangu ya milioni 10 na shida milioni 4 tu, yaani tukiongea vizuri naweza nikakuachia. Kama hauna akiba hiyo milioni 4 unapishana na hiyo fursa. Lakini pia akiba ni muhimu kwa ukuaji, kama unataka kufungua biashara, kufanya maendeleo, ile ndo fedha ya akiba. Na mara nyingi wanasisitiza usikope kwa kuanza biashara. Mtu anajiuliza sasa nitapata wapi mtaji pale ambapo nataka kuanza? Ina maana ile ni jambo endelevu. Kama unafikiria kufungua biashara mwaka huu, jiwekee tu malengo yako Disemba. Sasa kuanzia sasa hivi kuna kiwango unaweka kwa ajili ya akiba. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni kipato halisi, kipato chako halisi hasa. Je, ujiulize kipato chako kinabadilika au kipato chako kiko vile vile? Unaweza ukaanza tu kwa miaka miwili iliyopita, pengine 2024 au mwaka mmoja mpaka sasa hivi, hali yako ya kipato ikoje? Kuna watu hali ya kipato iko vile vile na majukumu yanaongezeka, yaani automatic lazima uingie kwenye changamoto za kifedha kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo na hapa kwenye kipato chako halisi pia fahamu vyanzo vya mapato. Kuna mwingine una chanzo zaidi ya kimoja. Na hapa changamoto nyingi za kifedha inatokana na watu wengi kuto kujua kipato halisi. Unaweza ukatamani kitu kikubwa, kumbe ungekaa chini ukatulia ukajua hii level sio mwaka huu, ni mwakani. Kwa hiyo kujua hali yako halisi ya kipato ni jambo muhimu sana. Kipimo cha pili. Kipimo cha tatu, matumizi yako. Hali yako ya matumizi ikoje?
isije ikazidi kipato. Hali yako isije ikazidi kipato. Na hapa kwenye matumizi tunasisitiza lazima uweke budget. Kuna watu hawana budget kabisa, hajui. Yani sasa hivi tukikuuliza tangu mwaka 2026 uanze umeingiza kiasi gani? Kwa wale ambao wana mishahara fixed anajua tu mwezi wa kwanza na huu mwezi wa pili pengine. Aya, ulitumiaje? Iliishaje? Hujui. Kwa kama hilo swali tunakuuliza umetumiaje hujui, manake uko kwenye hatari, au kama haupo unaelekea kwenye changamoto ya kifedha. Kwa unatakiwa ujue kiasi gani unatumia kwenye chakula, kwenye usafiri. Na ile budget unaweza ukaipanga labda kwa haraka. 50% ya kipato chako iingie kwenye mahitaji ya muhimu. Yale mahitaji ambayo bila hayo maisha haendi: malazi, mavazi na vitu kama hivyo, chakula na mahitaji mengine. 10% nasisitiza na narudia tena 10%. Jamani, toeni huko kwa imani zenu, kama ni fungu la 10, kama ni sadaka, kile unachoamini kirudishe, kwa sababu uchumi una mahusiano ya karibu sana na mambo ya kiroho. Unaweza kuwa unahangaika kuna bajeti hazikai vizuri, kumbe huko hamna baraka. 20% inarudi kwenye mahitaji yasiyo ya lazima. Yale sasa kujifurahisha, Hilda, umetoka tunaenda mahali, hiyo inakuwa 20. Alafu 20 zilizobaki madeni, uwekezaji na akiba. Sasa wewe ndio kama una deni, maana yake uwekezaji unaongeza. Sasa hapo ndo unagawanya. So kuna hatari kubwa, watu hawana budget, kwa anaichukua ile yani ukimwangalia starehe anazozifanya ni matumizi yake ya lazima, alafu ikija kwa matumizi ya lazima anaenda kukopa, na hapo ndo changamoto za kifedha zinapoanzia. Jambo la 4 la kujitafakari au kuonyesha nafasi yako ya kifedha ni jambo la madeni. Na hapa madeni lazima ujiulize, madeni yanachukua asilimia ngapi ya kipato chako? Na moja kati ya vyanzo vya madeni ikiwemo kutokuwa na budget. Chanzo kingine cha madeni ni chanzo kidogo cha mapato. Lakini pia chanzo kingine cha madeni ni uwekezaji mbaya wa fedha. Kuna vyanzo mbalimbali vya madeni, lakini kiufupi nafasi yako ya kifedha inaasiliwa na tuseme mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza ni wewe binafsi kuto kujua umepata shingapi, unatumia shingapi, bajeti yako kiujumla. Jambo la pili ni kutofahamu hali yako ya halisi ya mzunguko, kipato chako unakigawanyaje. Na jambo la tatu ni namna gani unakidhi au unajimudu, kwa sababu kuna baadhi ya changamoto za kifedha zina mahusiano ya karibu na matamanio, mahitaji na vitu ambavyo vinakuongoza. Kuna mtu anaingia kwenye changamoto ya kifedha kwa sababu tu hawezi kudhibiti hisia. Yaani unakuta labda kitu anapenda, au kama sio hivyo unakuta tu ni mnywaji, na yeye hapo akikuangalia anajua kabisa yani mimi ni mnywaji, yani langu nyingi inaishia pale. Lakini hawezi kujicontrol na anafahamu kabisa hii ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kitu chochote ambacho utashindwa kukimudu kitakuingiza tu kwenye changamoto. Kwa hiyo tunapozungumzia mambo ya kifedha kunahusisha tabia binafsi, maamuzi, uwezo wa kutunza, lakini na uwezo wa kujiendesha wewe binafsi. Sasa baada ya kufahamu nafasi yako hiyo, kuna mambo ya muhimu hasa kwenye matokeo ya kutambua hali yako ya kifedha inakuwaje? Kwa hiyo vile ambavyo tumezungumza hapa, naweza nikaa naenda hatua ya kwanza, baada ya kufahamu vile vipimo vitaleta matokeo yafuatayo. Jambo la kwanza ni hatari. Hatari ni ile hali, yani ikiwa utakuwa kwenye hatari ikiwa chanzo chako cha mapato ni kidogo, manake utajiingiza kwenye madeni. Ikiwa hauna budget au pengine unayo lakini hauifuatilii. Utakuwa kwenye hatari ikiwa una madeni makubwa kuliko chanzo chako cha mapato. Na dalili nyingine pengine ikiwa unawakimbia wadeni, pia uko kwenye hatari. Ikifikia hatua ya kuwakimbia wale ambao unatakiwa kuwalipa. Unawakimbia wadeni, simu utokei. Kama umepanga pale nyumbani wakija unajificha. Kama ni umeme utaki kuwanunulia, watu wanalala giza kwa sababu yako. Ukiwa kwenye hizo dalili, maana yake uko kwenye hatari. Eneo la pili,
upo katikati kwenye wastani kwa maana. Uko wastani. Kuna muda madeni kama anakuzidia, lakini kuna muda unajitahidi. Na hapa watu wengi wako hapa. Na kama uko hapa usirelax, kwa sababu kuna kipindi mambo yanakuwa mazuri, kuna kipindi mambo yanakuwa mabaya. Hapa upo kwenye hatari ya kurudi nyuma usipoongeza juhudi. Na hapa kwenye katikati kidogo kuna wakati unajibana, kuna wakati unajitahidi, unaingia kwenye madeni, yani unacheza according. Kwa hiyo hii ni hali ambayo inakukumbusha, tunasema ni taa inakuwakia. Na huyu yuko kwenye nafasi nzuri ya kuingia kwenye hatari au nafasi nzuri ya kuwa imara? Ya kuwa imara. Na hii nafasi ya tatu ya imara, huyu yuko imara kama jina lake linavyosema, kwamba yeye mzunguko wake mahitaji, pengine ana chanzo kimoja zaidi ya cha kipato, ana mudu na ana akiba. Tofauti ya hatari hana akiba kabisa. Kula yake inategemea na mahitaji yaliyopo. Yaani kama ni mtu anasema ngoja kwenye hatari mshahara unaisha kabla tarehe 3 hana kitu. Anategemea mahali ili aendeshe maisha. Lakini hapa katikati ana vitu ndani, lakini kuna mahitaji mengine hajakaa vizuri. Lakini huyu imara, hata ikitokea sasa hivi akaambiwa mshahara mwezi huu haupo, maisha yake yanaendelea. Kwa hiyo hizo zote ni matokeo baada ya kujikagua. Sasa unafanya nini ikiwa upo katika kundi moja wapo? Akiwa kwenye hatari anatakiwa afanye nini? Akiwa kundi la kati ama akiwa imara ili kuendelea kuimarika? Mtu ambaye yuko kwenye kundi la hatari, kwanza kabisa asimamishe uvujaji wa fedha. Na hapa tunasema panga bajeti na ongeza kipato cha ziada. Manake paka amekuwa hapa anakimbia watu madeni, manake chanzo cha mapato ni kidogo. Hapa suluhisho ni nini? Ni kwanza upange budget, lakini pia ongeza chanzo cha ziada cha mapato. Na hapa sasa kama uko kwenye hatari, control matamanio yako. Fashion, sasa unakuta unadaiwa sana, halafu tena unataka kwenda na fashion, kila kitu kipya unanunua. Hautatoka kwenye level ya hatari. Eneo la pili ni kundi la kati. Kundi la kati, huyu anatakiwa ajenge usalama wa kifedha na aongeze chanzo cha pili cha mapato. Kundi la hatari, yeye kuna wakati adaiwi. Kwa hiyo ikitokea sasa hivi pengine kuna wakati anakuwa adaiwi, kuna wakati anadaiwa, kwa hiyo anacheza kote. Kwa hapa ongeza usalama wa kifedha, ongeza kuweka akiba, lakini ongeza pia chanzo cha mapato ili uwe stable, usimame imara. Na kundi la tatu, kundi imara, huyu anapaswa kuwekeza mali zake. Ushawahi kusikia zamani, unaweza kuta stories zile la huyu bwana usimuone hivi, alikuwa vizuri sana, alikuwa na magari, alikuwa na biashara, alikuwa anafanya nini? Kwa nini uishi kwenye historia? Maana yake ulikuwa kwenye kundi imara, kuna namna ukufanya uwekezaji wa mali zako. Na hapa tunazungumzia uwekezaji wa muda mrefu. Unaweza unakuwa endelevu. Unakuwa endelevu sasa. Vitu ambavyo tunasema vitu ambavyo vinaongeza fedha. Na hapa kwenye uwekezaji tunasema kuna uwekezaji unaotoa fedha na unaoingiza fedha. Hiyo ni elimu nyingine kabisa, lakini hakikisha kabla hujafanya uwekezaji, fanya tu mahesabu vizuri ili uweze kuweka fedha katika eneo ambalo litakupa matokeo sahihi. Sawa. Bila shaka mpaka sasa mtu ameshajiwekea tathmini na kujua yuko kwenye kundi gani. Sasa ni nukuu ya kwenda nayo baada ya darasa hili. Leo bwana tunamalizia kwa nukuu ambayo inasema nafasi ya kifedha ulionayo sasa ni matokeo ya maamuzi na tabia zako. Jiimarishe ufikie uhuru wa kifedha. Kwamba mpaka sasa hivi ulipo, madeni uliokuwa nayo, changamoto zinazokuzunguka, pengine chanzo kidogo cha mapato haujajiwekeza vizuri, au ulipata lakini hautumii vizuri, hauna budget na unafanya fedha zako zinatawanyika. Kwa hiyo jiimarishe, boresha tabia. Chochote ambacho umeshindwa kukimudu au kimekuwa kinakuendesha kitakusababishia usipate matokeo bora ya kifedha. Na kwenye elimu ya kifedha hatuangalii tu umepata shingapi, tunaangalia nini kimebaki baada ya unachokipata. Na hapa nasisitiza weka akiba kabla ya matumizi. Imeingia 100,000, weka 10,000 afu endelea na matumizi yako. Sio tena imeingia 100,000 unaenda unatumia, kinachobaki ndio unaweka. Hapana.
jiwekeze vizuri, boresha tabia zako, kuwa imara, weka malengo ya kifedha ili mwaka 2026 upate matokeo ya kitofauti. Naam, shukran sana kwa darasa hili la leo Janet. Nafasi yako kifedha kuitambua ni muhimu kama ambavyo Janet Soka ametueleza. Bila shaka hili litasaidia kwa kiasi kikubwa kwenye ukuaji wa kiuchumi. Tunakamilisha hivyo na nikukumbushe leo kila Jumatano tunakuwa hapa na Janet Soka, mtaalamu wa masuala ya uchumi pamoja na maendeleo binafsi, tukipata darasa la bure kabisa ama bila malipo kuhusiana na namna pia ambavyo unaweza kujiendeleza kiuchumi na kifedha.